الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu watazamaji wa Africa TV, karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu silsilatu Alqalbi Salim, moyo msafi, moyo uliotakasika, moyo ambao unayangalia matendo yake ya moyo na kuwa ndio asli msingi wa matendo ya viwiliwili. Leo hii tunaendelea katika matendo ya moyo. Katika matendo ya moyo, at-tawakkul, kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkul, kila mtu wakati mwingine kuna jambo anategemea, lakini utegemeaji wetu sisi unatakiwa zaidi tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tawakkul sidqul i'timadi ala Allah, ni ukweli kabisa wa kumtegemea Mwenyezi Mungu, wa kuegemea kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia ma'al akhdhi bil asbab, kumtegemea Mwenyezi Mungu pamoja na kuchukua sababu. Tutakuja kufafanua nini huku kuchukua sababu, lakini tuelewe tu tawakkul ni ibada. At-tawakkul ni ibada, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dua ambazo tunazisoma, Rabbana alayka tawakkalna, Rabbana alayka tawakkalna, ewe Mwenyezi Mungu, kwako wewe peke yako ndiyo tunafanyaje, tunakutegemea. Nilitangulia kusema kule ilikuwa ije tu Rabbana tawakkalna alayka, lakini alayka tawakkalna, kwako wewe tu Mwenyezi Mungu ndio tunakutegemea. Kwa hiyo hatutakiwi sisi kumtegemea mtu mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba hii ni dua, lakini kuna amri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia, wa ala Allahi fatawakkalu wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Kwa Mwenyezi Mungu muegemee, kwa Mwenyezi Mungu mumtegemee, kwa wale ambao wanaotaka kutegemea jambo, wanaotaka mambo yao yaende, basi kwa Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Tawakkul hii ni ibada kubwa sana, na ni moja katika ibada za nafsi, ibada za moyo. Kwa sababu yawezekana wewe leo ukawa umekaa unamwambia rafiki yako, sahiba wako, bwana nakutegemea bwana, kesho usiniangushe. Si dhambi kumwambia nakutegemea, kwa maana kwamba una jambo lako, lakini pamoja na kumtegemea yule ni sababu tu umechukua pale. Yani umekwenda kwa rafiki yako Saidi au Hasan au Fatima au Maryam, ukamwambia bwana nakutegemea wewe katika hili, lakini kumtegemea yeye ni baada Allah, baada ya Mwenyezi Mungu nakutegemea wewe, kwa maana namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apitishe kama sababu kwako ili niweze kupata jambo fulani. Kwa tawakkul inatakiwa, lakini tawakkul hii inatakiwa iendane na kuchukua sababu. Kuchukua sababu ni vipi? Tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati anahama kutoka Makka kwenda Madina, alimchukua Abubakar radhiallahu anhu, lakini aliondoka wakati amemwacha Ali amelala katika kitanda chake. Zote zile pamoja na kwamba anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alichukua asbab. Aliondoka huku akiwa anaomba dua, aliondoka huku akiwa akisoma waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan. Aliondoka huku akiwa amekwenda pangoni kujificha, watu wakawa wanampelekea vyakula na habari kwa siri. Zote hizi sio kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hamtegemei Mungu, anamtegemea Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia nitakunusuru, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Mungu yuko pamoja na sisi, lakini tumeshajificha katika ghar,
na nyinyi anasema kwamba Mwenyezi Mungu hata kama hamtomnusuru yeye atamnusuru. Kwa hiyo tawakkul lazima iendane kwamba wakati unamtegemea Mwenyezi Mungu, wakati unamtegemea Mungu kiukweli, sidqul i'timad, lakini lazima uweze kuchukua sababu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua mtu amuongoze katika safari yake, si kwa maana kwamba hakuna mtu anayeweza, yaani Mwenyezi Mungu hawezi ashindwi kumuongoza mtume. Anaweza kamuongoza katika hadi ambayo watu walikuwa katika dhalala, ashindwe kumuongoza kutoka Maka tu kwenda Madina, safari ya kawaida. Lakini alikuwa anaonyesha kwamba tawakkul yoyote ni lazima watu wachukue sababu. Tuangalie wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anawaambia watu wafanye tawakkul, alikuwa anawapigia mfano, akawaambia masahaba zake, lau tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yarji'u, au kama yakulu sallallahu alaihi wasallam, anarudi bitanan. Yani kwa maana kwamba laiti nyinyi waumini leo hii mngekuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi angewaruzuku. Mngemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumtegemea, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angewaruzuku kama vile ambavyo anamruzuku ndege. Anatoka akiwa tumbo jeupe kabisa, lakini anarudi wakati yuko full. Watu wengi walikuwa wamefahamu tawakuli hii kwamba wakaona kwamba hebu muangalie ndege, hana mashamba, ndege huyu hana kazi, lakini Mungu anamruzuku. Anatoka akiwa na njaa, tumbo jeupe, anarudi akiwa ameshiba. Hii ndio tawakul. Kwa hiyo tukae nyumbani, Mungu atatuletea. Tukiangalia Mtume SAW salam wakati anavuta hii picha, anasema huyu ndege anatoka asubuhi akiwa hana kitu, tumbo jeupe. Kwa maana yule ndege pamoja na kwamba hana shamba, lakini katoka. Anarudi akiwa tumbo limejaa. Kwa sababu gani? Ametoka kwenda kutafuta. Kwa hiyo tawakkul la yunafi al-akhdhu bil asbab. Si kwa maana mtu anakuambia mimi namtegemea Mwenyezi Mungu, ukamwambia sasa mbona unatoka kwenda kutafuta? Mbona unaenda kuhangaika huko? Akawa anakufanyia kwamba wewe humtegemei Mwenyezi Mungu. Mwambie kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukinzani na mtu kuchukua sababu ya kwenda kutafuta. Kwa sababu utakapomtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu hujachukua sababu yoyote ya kuweza kufikia malengo yako, ya kuweza kufikia lile unalolitaka, basi hapa unakuwa umetoka kwenye tawakkul. Sisi tunasema kwamba hii tunaita tawakul. Unakuwa unamtega Mwenyezi Mungu, sio unamtegemea. Unamtega Mwenyezi Mungu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu ni kufanya tawakkul, kumtegemea kwa ukweli kabisa, lakini ukatoka kwenda kutafuta sababu ambazo zitakufikisha katika lile lengo lako. Lakini tawakkul ni kule ambapo hutoki wewe, unasema namtegemea Mwenyezi Mungu, lakini kumtegemea Mwenyezi Mungu bila ya kuchukua sababu za kufikisha wewe katika malengo. Tukisoma visa vingi vya mitume sallallahu wasalamu alaihim, walikuwa wanafanya da'wa, kazi kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo aliwaambia nendeni mkafanye da'wa. Ile da'wa hawajakaa ndani wakalala, walikuwa wanatoka wanakwenda kulingania. Wanamtegemea Mwenyezi Mungu katika ile da'wa yao, lakini wanatoka wanakwenda kulingania. Tunaona mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilivyokuwa inafanya. Mtume aliambiwa andhir ashirataka al-aqrabin, toka kawaokoe watu wako wa karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anafanya dawa alitoka, alikuwa ana Darul Arqam, alikuwa baada ya hapo anawaita watu wanakwenda kwenye vikao, walikuwa na thaqifa zao, wanakutana wanayejenga. Yote haya ni katika plani ambayo haikinzani na tawakkuli ambayo mtu unatakiwa uifanye. Watawakkal ala al-azizi rahim. Tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mwenye nguvu lakini ni mwenye rehema. Katika tawakkuli hii, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, ambaye ndiyo anakuona wakati wewe unasimama. Sawa, unasimama katika swala zako, katika ile tawakkal, lakini unasimama katika swala zako, au unasimama wakati wewe unakwenda kufuatilia mishemishe zako, Mwenyezi Mungu atakuwa yuko pamoja na wewe.
Atakuwa pia anakuona taqallubaka fi sajidin, unapokuwa wewe na yale mazingatio yako, yale ambayo yanakuzunguka wewe, yale ambayo wakati unasujudu unafanya zile harakati zako, haipinzani na tawakkul kumwomba Mwenyezi Mungu, haipinzani na tawakkul kutoka wewe kwenda kutafuta, haipinzani na tawakkul kwa ajili ya kuchukua asbabu za kuweza kufikia malengo yako. Tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini katika hii i'timadi ya Mwenyezi Mungu tusiweke kwamba mtu mwingine ndio juu ya Mwenyezi Mungu, bali pamoja na kwamba baadhi ya watu utawategemea watakuondolea matatizo yako, lakini sidqu tawakkul, sidqu al-i'timadi ibaki kwa Mwenyezi Mungu, kwamba yule uliyomtegemea uamini kwamba tegemezi hili Mwenyezi Mungu ndio ambaye amemwezesha. Na ukiwa na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama yule ambaye kwa hapa duniani ulimtegemea akakufelisha, basi wewe hutotetereka, hutoyumba kutoka katika kumtegemea Mwenyezi Mungu, bali utaona kwamba asbabu ile niloichukua Mwenyezi Mungu hajaipanga kuwa ndio sababu sahihi kwangu mimi kufikia pale. Utatoka utaenda kumtegemea mwingine, lakini kipindi hicho unajua kwamba mategemezi haya makuu yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndio atatia tiki katika hili jambo au atasema hapa ni hapana. Kwa hiyo tuwategemee watu wa wanadamu, lakini tegemezi kubwa la juu tuegemeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sijasema kwamba usiwategemee wanadamu, tuwategemee wanadamu katika yale wanayoyaweza. Tuseme kwamba tunakutegemea wewe leo ndio uweze kuwalisha hawa vijana, atawalisha, lakini aliyempa riziki ya kuwalisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakutegemea wewe leo katika kufundisha hapa, alimwezesha huyu kuja kufundisha na kumpa uhai na kumpa elimu na kumpa muda wa kuja hapa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tawakkul la yunafi al-akhdhu bil asbab, haikinzani na kuchukua sababu, na hiyo ndiyo hakikatu tawakkul ya kweli, na ndiyo amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapotuambia wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mumwegemee, ndiyo mumtarajie, ndiyo mumtake msaada, ndiyo ambaye atawafanikishia nyinyi, lakini mkiwa nyinyi ni waumini. Kwa maana imani ya mtu ndiyo inaendana na tawakkuli yake. Kila utakapomwamini Mwenyezi Mungu, basi na tawakkuli yako, kumtegemea kwako kutakuwa kukubwa zaidi. Kila imani yako itakaposhuka, na tawakkuli yako kwa Mwenyezi Mungu inakuwa ndogo. Tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yetu yote tunayoyafanya hapa duniani. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu, Mwenyezi Mungu ndio kutegemewa, lakini haikinzani wewe kutafuta sababu za kwenda kutafuta kazi, za kwenda kupiga mishemishe yako, za kwenda kuwafanya watu wakusaidie, lakini msaada mkubwa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir. Tuishie hapa kwa leo hii. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.